Naweza kukuambia kitu kimoja. Mahudhurio ya wananchi ambao walikuwepo wakati wa kukabidhi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha yamevunja rekodi. Aidha yamevunja na kuweka rekodi nyingine ya kuwa tukio ambalo limehudhuriwa na wananchi wengi zaidi kuwahi kutokea Tanzania. Tukio kama lile ni tukio ambalo limehudhuriwa na wananchi wengi zaidi. Tukio la kukabidhi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha 2025 tarehe 30 ya mwezi wa 6 baina ya mkuu wa mkoa wa Arusha Kenan Kiongosi na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda ni tukio ambalo limevunja rekodi kuwa na watu wengi zaidi katika eneo hilo. Watu wamekuwa wengi sana ambao wameshuhudia makabidhiano ya ofisi hiyo. Nje ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha palifurika. Palikuwa na watu wengi sana. Hii inamaanisha nini, Kamila? Hii inamaanisha anayeondoka na anayekuja ni watu ambao chemistry ni watu ambao wanajulikana kwa utendaji wao wa kazi na wananchi wanawahitaji. Haimaanishi kwamba kwa wale ambao mikoa yao haijawahi kuwa na watu wengi hivyo na makabidhiano eti kwa wananchi hawahitaji. La hasha, ila mipango maandalizi na ya hizo shamla hawa watu walivifanya vikawa superb kwa kiasi kikubwa sana. Sawa. Watu walikuwa wengi mno. Walijaa sana kwa namna ambavyo unaangalia mwitikio wa wananchi ambavyo ulikuwa hata kama wananchi walialikwa wafike kwenye eneo hilo basi inaonyesha moyo kabisa. Of course walialikika na wanaonyesha moyo kabisa kwamba aliyeondoka alikuwa mchapakazi, anayekuja ni mchapakazi na tutampa ushirikiano the same kama ambavyo aliyeondoka alipata ushirikiano. Hapo ni ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha, sehemu ambayo makabidhiano ya ofisi yalifanyika. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha imekarabatiwa. Tofauti na alivyoikuta Paul Makonda, ameikarabati, imekuwa ofisi bora na ya kisasa na anamkabidhi Kenan Kiongosi katika ubora huo ambao ulikuwepo. Ukiachilia yote, kila mmoja amezungumza namna ambavyo anaondoka kwenye mkoa huo, chachu yake ni nini, anatamani mkoa ubaki vipi kama Makonda kwa kila ambacho amekifanya. Lakini Kiongosi pia naye alizungumza kwa upande wake. ST Bongo, nyumbani kwanza.